Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, unaifuatilia Radio Maria Tanzania kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Nipende kukaribisha moja kwa moja katika kipindi hiki cha maswali yasiyo imani, ambapo kwa siku ya leo upo nami Shemasi Cassian Leba kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho, Jimbo Kuu Katoliki Songea. Na leo ninalo swali la moja wa wasikilizaji wetu ambaye ameuliza akisema, kwa nini Mungu aliwaumba binadamu dhaifu ili hali malaika ni wakamilifu? Basi pasipo kupoteza wakati tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Roho mkuu mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia. Tuyasikie mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa, kifupi ni kwamba malaika pamoja na wanadamu wote ni wakamilifu, kila mmoja katika nafasi yake. Tunaanza kuzungumzia juu ya udhaifu pale tunapoanza kuwalinganisha. Hapo ndipo tunapoona utofauti katika viwango vyao vya ukamilifu. Mungu peke yake ndiye mkamilifu katika maana halisi ya ukamilifu wa kila kitu. Malaika ni wakamilifu katika umalaika wao, lakini ni dhaifu ukiwalinganisha na Mungu. Na wanadamu hali kadhalika ni mkamilifu katika ubinadamu wake, lakini ni dhaifu ukimlinganisha na Mungu na malaika. Hivyo basi tunaweza kusema kwamba udhaifu unakuja pale ambapo tunapofanya uwiano wa ukamilifu. Na hapo ndipo tunaona kwamba malaika ni mkamilifu zaidi kuliko mwanadamu, na juu ya mwanadamu wapo malaika na Mungu, kwani ukamilifu wenyewe ndiye Mungu. Basi Mungu alimuumba mwanadamu katika hali hii ya udhaifu ukimlinganisha na malaika. Kwa nini? Majibu ya swali hili yanapatikana moja kwa moja katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 310, ambapo inauliza, kwa nini Mungu hakuumba dunia iliyo kamili hivi kiasi kwamba isiwe na ubaya wowote ndani yake? Na kisha Katekisimu yenyewe inajibu ikisema kwamba kwa uwezo wake usio na mipaka Mungu angeweza kuumba kilicho bora zaidi, lakini kwa hekima yake na wema wake usio na mipaka Mungu amependa kuumba dunia ambayo iko njiani kuelekea ukamilifu wa mwisho. Na Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 302 inakazia kusema kwamba ulimwengu pamoja na uzuri wake wote haukutoka katika mikono ya Mungu muumbaji wake ukiwa umekamilika. Uliumbwa hivi kwamba uko njiani kuelekea ukamilifu wa mwisho ambao bado haujapatikana. Na kwa maneno haya tunaweza kusema kwamba ulimwengu wetu upo njiani. Kama tunaona haujakamilika ni kwa sababu uko njiani. Kama unaona mwanadamu hajakamilika ni kwa sababu yuko njiani kuelekea ukamilifu wa mwisho. Kwa maneno haya tunaweza kusema kwamba Mungu amemaliza kumuumba mwanadamu kwa sehemu, lakini pia kwa sehemu hajamaliza. Amemaliza kwa mantiki ya kwamba amemkamilisha mwanadamu katika ubinadamu wake. Na pia hajamaliza kwa mantiki ya kwamba lengo la Mungu kumfanya mwanadamu kuwa kiumbe kipya katika utimilifu wake mbinguni bado halijatimia. Hivi Mungu anamaliza kumuumba mwanadamu siku atakapofika katika heri ya mbinguni. Kitendo cha Mungu kumuumba mwanadamu hakikuishia na habari ya Adam na Eva. Mungu bado anaendelea kutuumba hata leo hii. Mwanadamu yuko njiani kuelekea ukamilifu. Mungu bado hajamaliza, anaendelea kutuumba mpaka tufikie ukamilifu wa kimbingu. Hivyo basi, kama mwanadamu anaonekana kuwa dhaifu hivi sasa ni kwa sababu yuko njiani kuelekea ukamilifu na Mungu hajamaliza kazi yake. Hii ni bahati ya pekee ambayo Mungu amempatia mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndiye kiumbe pekee ambaye anaendelea kuumbwa na Mungu hata hivi sasa. Jinsi mwanadamu alivyo hivi sasa sio namna ya pekee ambayo Mungu aliweza kuiumba juu ya mwanadamu huyu. Mungu angeweza kumuumba mwanadamu katika hali ya ukamilifu zaidi, lakini Mungu alimuumba mwanadamu kwa jinsi alivyo hivi sasa, kwa kadiri ya lengo alilokuwa nalo juu ya mwanadamu huyu. Mungu alitaka kumuumba mwanadamu aliye safarini kuelekea katika heri ya mwisho. Kisha kumuumba, Mungu alimweka mwanadamu katika ulimwengu wa maadili ambao pia upo safarini pamoja naye kuelekea ukamilifu wa milele. Kwa sababu hii Mungu alimpatia mwanadamu akili na utashi ili vimsaidie katika safari hii. Hivi ni nyenzo za msingi ambazo zinamsaidia mwanadamu katika safari hii hapa duniani. Viwemwezeshe mwanadamu kuchagua mema na kuacha mabaya mpaka atakapofikia heri ya milele. Hivyo basi, kadiri ya lengo alilokuwa nalo Mungu juu ya mwanadamu, amekamilika vya kutosha kuimudu safari hii ya hapa duniani. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaona kwamba kila kitu alichokifanya anatazama ni chema sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 31. Hivi pindi tuwapo safarini wanadamu tunapaswa kuichukulia dunia kama kanisa. Dunia ni kanisa kubwa
ambamo ndani yake mito, maziwa, milima, nyota, mwezi, jua na wanyama wa kila aina. Ni kama picha zenye kuvutia zilizopo ukutani mwa kanisa hili, zinazosaidia kuinua mawazo na akili zetu kumwelekea na kumwabudu Muumba wetu. Hivi basi, viumbe vyote tunavyoviona juu ya uso wa dunia ni taswira halisi ya yule aliyeviumba. Vitusaidie kutupeleka kwake zaidi. Hizi ni picha ambazo zipo katika ukuta wa kanisa hili, kanisa dunia. Kama fundi wa ujenzi akitaka kujenga banda kwa ajili ya kuhifadhia njiwa, atalijenga banda hilo. Lakini banda hilo atakalolijenga sio bora kuliko vitu vyote anavyoweza kuvitengeneza. Bali banda hili ni bora kadiri ya lengo alilonalo kichwani mwake, yani kujenga banda kwa ajili ya kuhifadhia njiwa. Hivyo basi, mwanadamu si bora kuliko vyote ambavyo Mungu angeweza kuviumba, bali mwanadamu ni bora kadiri ya lengo ambalo Mungu alikuwa nalo juu yake kumuumba, ambalo ni kumuumba kiumbe aliye safarini kuelekea heri ya milele. Na kwa sababu hii tunaweza kusema kwamba mwanadamu ni bora sana katika ubinadamu wake. Ni toleo la kipekee sana ambalo Mwenyezi Mungu angeweza kuliumba la mwanadamu. Naye ni mwanadamu kamili, aliyekamilika katika ubinadamu wake. Mwanadamu hajatengwa na Mungu kwa kuumbwa jinsi alivyo, bali amependelewa kwa sababu mwanadamu anashiriki maisha ya viumbe visivyoonekana kwa kuwa na roho, lakini pia anashiriki maisha ya viumbe vinavyoonekana kwa kuwa na mwili. Na hivi mwanadamu ni kiumbe pekee ambaye anashiriki hali mbili zote za maisha, maisha yanayoonekana na maisha yasiyoonekana. Anashiriki maisha yanayoonekana kwa kuwa na mwili, lakini pia vile vile anashiriki maisha yasiyoonekana kwa kuwa na roho. Mwanadamu ni kiumbe ambaye amependelewa sana na Mungu katika hili. Katika ulimwengu wa vitu visivyoonekana, yani viumbe visivyo na mwili, mwanadamu yupo katika nafasi ya chini kabisa, ambapo juu yake wapo malaika. Lakini katika ulimwengu wa vitu vinavyoonekana, mwanadamu yupo katika nafasi ya juu zaidi. Hivi mwanadamu amependelewa kwa nafasi ya kipekee sana na huyu Mwenyezi Mungu. Wapendwa, mwanadamu ameumbwa kwa hadhi kubwa sana. Hadhi ya mwanadamu imejikita katika kuumbwa kwake kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, daima anaona jambo fulani ni baya akiakisi sura ya Mungu, na anaona jambo fulani ni jema akiakisi sura ya Mungu. Mwanadamu anaona jambo kama ni baya pale ambapo anaona halipo katika sura ya Mungu, lakini analiona jambo fulani kuwa ni jema endapo kama lipo katika sura ya Mungu. Kwa mfano, mwanadamu anaona kifo kuwa ni kibaya kwa sababu kifo hakipo katika sura ya Mungu. Mwanadamu anaona wizi kuwa ni kitu kibaya kwa sababu ndani ya Mungu hakuna wizi. Hivi yale yote ambayo hayapo katika sura halisi ya Mungu, mwanadamu anayaona kwamba ni mabaya. Lakini yale yote ambayo anayaona kuwa ni mema, yanaakisi sura halisi ya Mwenyezi Mungu. Na ndiyo hayo ambayo mwanadamu anayakataa na kuyachukia, kwa sababu hayana uwiano na Mungu ambaye sisi tu sura yake. Kwa kujaliwa roho isiyokufa, mwanadamu ni kiumbe pekee duniani ambacho Mungu amekitaka kwa ajili yake. Ni maneno ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1703. Hivi basi, kwa kuwa kila mwanadamu yupo kwa ajili ya Mungu, sote tunapaswa kumheshimu kila mtu kama mali halali ya Mungu na kumpatia heshima yake stahiki kama mali halali ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mwanadamu Mwenyezi Mungu amemtaka kwa nafasi yake ya pekee. Tunapaswa kumpenda kila mwanadamu kadiri alivyo, na si kumtumia mwanadamu ili kupata kitu kingine. Mpende mwanadamu kama lengo na si kama njia ya kufikia lengo. Mpende mwanadamu kama lengo, kisha tumia vitu kama njia ya kufikia lengo hili. Tusipende vitu kama lengo, halafu tukamtumia mwanadamu kama njia ya kuvipata vitu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunakiuka kile ambacho Mwenyezi Mungu anakitaka juu ya mwanadamu. Hivi basi, Mungu alimuumba mwanadamu kwa ajili yake, huku wanyama wote na mimea vikiumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Hivi basi, mwanadamu ana hadhi kubwa kuliko wanyama na mimea yote, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini mimea na wanyama viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Mimea na wanyama kikomo chake ni mwanadamu, lakini mwanadamu kikomo chake ni Mungu. Tunao wajibu leo hii wa kuyatunza mazingira yetu, si kwa faida ya mazingira yenyewe, bali kwa faida ya mwanadamu. Tunaposema utunze mazingira, labda usafishe nyumba yako, si kwa ajili ya faida ya nyumba yako yenyewe, bali kwa faida ya yule anayeishi ndani ya nyumba hiyo, yani mwanadamu. Hivi basi, vitu vyote tunavyofanya duniani hapa, kikomo chake ni mwanadamu, ambaye mwanadamu na kikomo chake ni Mwenyezi Mungu. Mwanadamu kwa hadhi yake hapaswi kutendewa kama mnyama, na wala mnyama
hapaswi kutendewa kama mwanadamu. Mnyama anapaswa kupendwa kama mnyama na mwanadamu anapaswa kupendwa kama mwanadamu. Mwanadamu asipendwe kama mnyama na mnyama asipendwe kama mwanadamu. Kwa kufanya hivyo, tutakiuka kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani ya mwanadamu na uumbaji wake kwa ujumla. Wapendwa, kwa nafasi ya mwisho, kumekuwa na maelekeo katika nyakati mbalimbali na nyakati kadha wa kadha miongoni mwa maisha yetu sisi wanadamu kuichukia miili yetu, kiasi cha kuona miili yetu ni kama sumu kwa roho zetu. Wapendwa, mtazamo huu sio sahihi, kwa sababu haikuwa bahati mbaya Mungu kutuumba hivi tulivyo. Kutuumba pamoja na miili yetu, Mungu alikusudia kutuumba hivi tulivyo. Ilimpendeza Mungu kutuumba hivi kwamba roho ikae ndani ya mwili wa wanadamu na kumpatia uzima. Miili yetu sio sumu, na wala miili yetu sio jera ya roho zetu. Wala tusichukulie miili yetu kama hoteli ambayo roho zetu zimekaa kwa muda ndani ya miili hii, kwa sababu kwa asili mwanadamu aliumbwa kwa jinsi ya kuwa na mwili na roho. Hakuumbwa kwa jinsi ya kuwa na roho tupu, bali aliumbwa kwa jinsi ya kuwa na mwili na roho. Aliyeumbwa kwa kuwa na jinsi ya roho tupu ni malaika. Mwanadamu akililia kuwa na roho tupu, atakuwa analilia kuwa malaika. Na hali kadhalika, mwanadamu hakuumbwa kwa jinsi ya kuwa na mwili tu, aliumbwa kwa jinsi ya kuwa na mwili na roho, kwa sababu aliye na mwili tu ni mnyama. Hivi mwanadamu yupo katika hali ya maisha ambayo amependelewa na Mwenyezi Mungu kushiriki hali zote mbili. Mwili pamoja na roho ni za msingi sana kwa mwanadamu na ni sehemu ambazo tunaambatana nazo katika maisha yetu. Hatuwezi kuivua miili yetu kama vile tunavyoweza kuzivua nguo, kwa sababu miili yetu ni sehemu ya ubinadamu wetu. Sisi wanadamu hatukuumbwa kwa roho tupu kama walivyo malaika, wala hatukuumbwa kwa mwili tu kama walivyo wanyama. Asili ya mwanadamu imejikita katika kuwa na mwili na roho. Ndio maana mwishoni mwa maisha yetu, miili yetu itaungana pamoja na roho zetu, kwa sababu mwili na roho ndio asili ya ubinadamu wetu. Hivi basi tuipende miili yetu, tuithamini miili yetu. Tunapaswa kuitunza miili yetu kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametupenda kwa pendo la milele. Tuitunze miili yetu, lakini pia vile vile tusisahau kuzitunza na kuzipenda roho zetu, ambazo kwa kupitia roho zetu miili yetu inapata uzima. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji unaifuatilia Radio Maria Tanzania kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, mpaka hatua hii ndipo tunapofikia tamati ya kipindi chetu cha maswali ya imani kwa siku ya leo. Umekuwa nami Shemasi Cassian Leba kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho, Jimbo Kuu Katoliki Songea. Na kwa namna pekee nilikuwa najibu swali la moja wa wasikilizaji ambaye ameuliza akisema, kwa nini Mungu aliomba binadamu dhaifu ili hali malaika ni wakamilifu? Basi ni matumaini yangu ya kwamba nimeweza kulijibu swali hili kadiri ya hitaji la moyo wako. Nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyokujia kutoka hapa Radio Maria Tanzania. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaokimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.